lakini nimechukua fomu kama takwa la kikatiba. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu anayo haki ya kuchagua na kuchaguliwa, lakini vile vile katiba ya chama chetu ya Chama cha Mapinduzi inatoa fursa hiyo. Lakini kikubwa ni kwamba nina dhamira ya kweli ya kutaka kuwatumikia wananchi wa Iringa mjini. Iringa mjini inahitaji sauti kubwa. Iringa mjini inahitaji weledi. Mji wetu ni mji wa kihistoria, unahitaji sauti pana kuhakikisha mji wetu unaendelea kuwa kwenye ramani, na mji unapokuwa kwenye ramani unasaidia kuattract watu wengi zaidi kuja katika mkoa wetu. Kwa hiyo mkoa wa Iringa ni mkoa wa vibe, unahitaji vibe kubwa kwa ajili ya kushirikiana na wanachama kwa ujumla kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Kwanza kabisa lazima tujue kwa nini mbunge kazi yake ni. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge ana kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kuisimamia serikali. Kazi ya pili ni mwakilishi wa wapiga kura wake kutoka kwenye jimbo analotoka. Ni kweli nimekuwa mbunge kwa miaka 10, lakini mbunge anawajibika katika maeneo manne. Jambo la kwanza, mbunge anawajibika kwa nchi yake, na ndio maana mbunge akichaguliwa anaapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kitu cha kwanza, mbunge anawajibika kwa nchi yake. Kitu cha pili, mbunge anawajibika kwa dhamira yake, nia yake ya dhati, dhamira yake, kwa nini anataka kuwa mwakilishi wa wananchi. Kitu cha tatu, mbunge anawajibika kwa wapiga kura wake, kwa sababu wanaokupigia kura sio wa chama chako tu, wanakupigia wote. Na kitu cha nne, mbunge anawajibika kwa chama chake. Sasa kwa kifupi nifafanue haya mambo manne. La kwanza, anawajibika kwa taifa lake kama nilivyosema, anaapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulinda rasilimali za Tanzania. Uzalendo, ni wajibu wa mbunge kuwa mzalendo, kwa sababu hicho ndio kitu cha kwanza, anaapa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini cha pili, dhamira yake, kitu gani kinamsukuma? Sasa mimi ninachosukumwa nacho ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kusaidiana na Chama cha Mapinduzi ambacho ndio kinaongoza dola, kuondoa umaskini, kuwa sauti ya wasiokuwa na sauti, sauti ya wanyonge, kuwa nguvu ya wasiokuwa na nguvu, na kikubwa zaidi, dhamira yangu ni kukerwa na umaskini, ni kukerwa na watu ambapo hawajui haki zao. Hiyo ndio dhamira inayonisukuma. Lakini cha pili, Watanzania wote wa Iringa kama wakinipa kura hawataenda Dodoma ambako ndio kuna keki ya taifa. Lazima nijue kwamba mimi na wawakilisha wananchi, siendi kupeleka matakwa yangu. Lazima niwe msemaji wao. Wanyonge hawa wanaokosa huduma za afya, wanaokosa mambo mbalimbali, lazima wawe na sauti yao, ambayo hilo ni jambo la msingi kwa mbunge. Hiyo dhamira, lakini na uwakilishi kwa wananchi ndio mkubwa. Na nilipokuwa huko nyuma miaka 10 nilijitahidi sana kabla ya kwenda bungeni, na nikirudi bungeni lazima nilikuwa nakutana na wananchi ili niwasikilize hao wanaonituma wanataka nikafanye nini. Lakini cha nne kama nilivyosema, ni chama ambacho napitia. Lazima niwajibike kwenye chama changu, nijue falsafa, itikadi, mrengo wa chama changu, miiko, lazima nijue, ambayo lazima niabide kwenye chama hicho. Kwa hiyo dhamira yangu ni kutaka ninauchukia umaskini, ni kutaka tusaidiane na wenzangu ili tuendelee kuondoa umaskini ambao Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana kuondosha umaskini. Na mimi kama wananchi wa manispaa ya Iringa wakinisaidia, hayo mambo ndio kile kinachokereketwa katika mwili wangu.